Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika ofisi yetu ya chama hapa Magomeni, na mbele yenu tunaye kuja kwangu hapa Bonifacia Mapunda. Yeye ni mwanasheria wa chama chetu cha ACT Wazalendo, wakili msomi, lakini vile vile ni naibu katibu wa jumuiya au ngome ya vijana ya chama chetu cha ACT Wazalendo. Na kutoka kwangu hapa ni Mwana Harusi Bunduki. Yeye ni katibu wa kamati ya maendeleo ya jamii au programu za kijamii taifa. Tumewaita kwa jambo moja kubwa tu linalohusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji unaoendelea ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na sisi kama chama cha siasa tangu tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2019, ambapo zoezi la uchukuaji wa fomu za kugombea nafasi ulipoanza rasmi maeneo mbalimbali nchini, tulijipa nafasi ya kuweza kufuatilia na kuangalia mchakato wa zoezi hili jinsi unavyoendelea, lakini vile vile kukusanya takwimu mbalimbali, lakini vile vile pale ambapo panapokuwa na dosari au mapungufu, basi tulikuwa tukichukua hatua za ndani, kwa maana ya kuwasiliana na watendaji husika au wasimamizi husika wa jimbo, au wakati mwingine katibu mkuu wetu akimwasiliana na waziri wa TAMISEMI ndugu Selemani Jafo kuweza kumpa taarifa za mapungufu au dosari zilizotokeza katika maeneo mbalimbali ili ziweze kupata ufumbuzi. Kwa hiyo hili ndio jambo la msingi ambalo tuliowaitia ili tuweze kama chama cha ACT Wazalendo kiweze kutoa tathmini yake ya namna zoezi la uchaguzi wa serikali za mitaa na hasa katika eneo hili la uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kugombea jinsi linavyokwenda. Na kabla ya kuendelea na hilo, chama chetu cha ACT Wazalendo kinaunga mkono tamko, mapendekezo na taarifa iliyotolewa na Amnesty International pamoja na Human Rights Watch zilitolewa siku chache zilizopita nchini Kenya, zikielezea hali ya mwenendo wa demokrasia, haki za binadamu na utawala bora katika mataifa mbalimbali ya Afrika, lakini hasa hususan katika taifa letu la Tanzania. Kuna package maalum ambayo imeelezwa ya kuelezea ubinywaji wa demokrasia na ubinywaji wa haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari, na matukio mbalimbali ambayo yanaonyesha kwamba yanaratibiwa rasmi na wenye mamlaka mbalimbali katika nchi yetu. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kinaunga mkono mapendekezo na taarifa hiyo, lakini vile vile jambo lingine ni siku ya juzi kumetokea swala la mwanahabari au msanii wa vichekesho ndugu Idris Sultan ambaye amekamatwa na jeshi la polisi jana. Tupata taarifa hizo na atusijua mpaka sasa hivi bado wanamshikilia. Walimwachia kwa dhamana. Walipata usumbufu mkubwa na kwenda kumsearch huko nyumbani kwake. Kwa hiyo kama chama cha ACT Wazalendo kinataka serikali ya awamu ya 5 iache vitendo kama hivi vya kuharas wanahabari au wasanii, kwa sababu ni haki yao kikatiba kuweza kuwasilisha sanaa zile wanazozifanya katika jamii, na wala hatudhani kwamba ni kosa la kisheria kufanya kile ambacho amekifanya katika kuadhimisha siku ya kuzaliwa rais wetu. Ni jambo ambalo serikali na Rais Magufuli anatakiwa achukulie vitu katika namna ya wepesi kama ambavyo watangulizi wenzake walikuwa wakifanya.
Baada ya kusema hayo, chama chetu cha ACT Wazalendo kimejiandaa na uchaguzi huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kwa kuunda kamati maalum ya kuweza kusimamia mwenendo wote wa uchaguzi kuanzia ngazi za vitongoji, vijiji na mitaa, na tumeweka mtandao wa kuwasiliana na viongozi wetu katika ngazi zote hizo za mikoa, majimbo, kata na matawi nchi nzima, ili tuweze kupata taarifa sahihi za namna gani mambo yanavyoendelea katika ngazi za chini. Na katika kipindi hiki cha tangu uandikishaji uanze mpaka sasa katika uchukuaji wa fomu, tumeweza kuwapokea wanachama wa vyama mbalimbali ambao wamejiunga na chama chetu. Chama cha CUF mathalan, mpaka sasa takwimu zetu zinaonyesha zaidi ya wanachama na waliokuwa viongozi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji waliojiunga na chama chetu 1324 wamejiunga na ACT Wazalendo, na wengine walipokelewa katika ofisi hii na kiongozi wetu wa chama ndugu Zitto Zuberi Kabwe. Lakini kuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi zaidi ya 2400 ambao nchini kote, takwimu tulizokuwa nazo, wameachana na Chama cha Mapinduzi na wamejiunga na chama chetu cha ACT Wazalendo, pamoja na vyama vingine mbalimbali ambavyo wamejiunga. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kimekuwa na mafanikio makubwa ya ukuaji wa kasi na kukubalika miongoni mwa Watanzania. Mchakato wa uchukuaji wa fomu tangu uanze tarehe 29 mpaka jana jioni, tulipokea taarifa kutoka katika viongozi wetu wa ngazi mbalimbali. Wanachama wa chama cha ACT Wazalendo zaidi ya 276,401 nchini kote wamejitokeza kuweza kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, iwe ni wenyekiti wa serikali za mitaa, wenyekiti wa vijiji, wenyekiti wa vitongoji pamoja na wajumbe wao. Kama tunavyofahamu kwamba katika uchaguzi huu kuna mitaa 4263, kuna vijiji 12319 na kuna vitongoji 64384. Kwa hiyo hizi peke yake, kuna kila nafasi inagombewa na mwenyekiti mmoja katika kila chama, na katika mitaa kunakuwa na kila chama mwenyekiti na wajumbe 5. Katika vitongoji kunagombewa mwenyekiti wa kitongoji, na katika vijiji kunagombewa mwenyekiti wa kijiji pamoja na wajumbe wa serikali ya kijiji 24. Kwa hiyo chama kimoja cha siasa kinatakiwa katika uchaguzi nchi nzima, kama kitakamilisha wagombea wake, watapaswa kuwa 381,355. Pakeji nzima ya wagombea wa serikali ya vijiji, vitongoji na mitaa, pamoja viti na wajumbe wao kwa kila chama cha siasa. Kwa hiyo kama ukizidisha kwa vyama vyote 21 vyenye usajili wa kudumu, kama vitasimamisha wagombea, maana yake unakuta kwamba tunaweza tukawa na idadi ya watu zaidi ya milioni 8 ambao wanaingia katika mchakato wa uchaguzi ndani ya nchi yetu. Lakini kutokana na hali ya vyama vingine kutokuwa imara, labda ukichukua vyama vitatu vikubwa ndani ya nchi yetu, ACT Wazalendo, ukichukua chama kinachoongoza iko CCM na labda Chadema, unapata zaidi ya wanachama 1,144,065 ambao watakaokuwa wameingia katika mchakato wa uchaguzi nchi nzima. Kwa nini nimetaja takwimu hizo? Nimetaja takwimu hizo kwa sababu tunaona kwamba serikali ya awamu ya 5 inafanya mchezo na inahatarisha uvunjifu wa amani na utulivu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa unapokuwa na idadi kubwa ya watu katika nchi, tena katika ngazi za chini kabisa, watu wanapoishi mitaani, vijijini, kwenye vitongoji ambao wanajuana, alafu inapopelekea serikali
ikachukulia kwa wepesi kuweza kufanya hujuma na njama ovu dhidi ya vyama vingine, ni jambo ambalo linaweza kuleta athari kubwa. Kwa hiyo sisi kama chama mpaka leo tarehe 1 ya mwezi wa 11, bado siku 3 kuweza zoezi hili kufungwa. Kama nilivyosema, tuna wanachama waliojitokeza 276,401 nchini kote ambao wamejitokeza kuchukua fomu za kugombea maeneo mbalimbali. Sasa ndugu waandishi, kama ambavyo tumeona vyama vya wenzetu wakitoa taarifa za mwelekeo wa uchaguzi huu na dosari na mapungufu yaliokuwa yamejitokeza, na baadaye waziri akajibu tuhuma hizo, hazitofautiani na kile ambacho kwa eneo kubwa na kile ambacho sisi tumekikusanya kupitia database yetu ya viongozi katika ngazi mbalimbali ndani ya Tanzania. Miongoni mwa mambo ambayo yaliokuwa yanaelezwa na sisi ambayo tumeyapata ni yale yanajirudia katika yalivyoelezwa na wenzetu, na si kweli kama vile ambavyo waziri alivyokuwa akieleza kwamba hizi ni dosari, hizi ni mapungufu, ni changamoto. Hapana, hizi ni hujuma na njama ovu dhidi ya demokrasia, dhidi ya vyama vya upinzani, dhidi ya wagombea wa vyama vya upinzani, lakini kubwa zaidi kwa wananchi ambao wana haki kikatiba kuchagua kiongozi wanayomtaka katika eneo wanaloishi ili apate kuwasimamia katika kutatua changamoto za maendeleo ndani ya maeneo yao. Kwa hiyo hujuma hizi zisitafsiriwe tu kwamba wanahujumiwa vyama vya siasa, bali ni hujuma ambazo wanahujumiwa wananchi kwa ujumla wao katika kushiriki siasa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Miongoni mwa mambo ambayo tumeyaona, kwanza uchaguzi huu wa serikali za mitaa kwa makusudi haujapata maandalizi ya kutosha yanayostahiki kuandaliwa, pamoja kuwa tumekuwa na muda mrefu na kilio chetu cha kuwa na tume huru ya uchaguzi ambayo inaweza kusimamia uchaguzi tangu huwa serikali za mitaa mpaka ule uchaguzi mkuu kupigwa danadana na kuchengwa na serikali ya awamu ya 5, kwa sababu hii ndio roho pekee ambao wanayoitegemea ili kuendelea kubakia madarakani. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 5 imeshindwa kujiandaa vizuri kusimamia uchaguzi huu katika misingi ya haki, uadilifu, uhuru na uwazi. Kumekuwa na ubabaishaji mkubwa unaoendelea katika zoezi hili la uchukuaji wa fomu, lakini tangu kipindi kile cha uandikishaji fomu kuisha katika vituo mbalimbali, wagombea wanakwenda katika ofisi kuchukua fomu, wanaambiwa fomu zimekwisha, au wanaambiwa katoeni fotokopi, kwamba mgombea akienda kuchukua fomu ni haki yake kupata fomu kupitia serikali. Anaambiwa fomu imeisha, chukua hii hapa, nenda katoe fotokopi, alafu uje utuletee hapa nakala yetu, nakala zako uende ukajaze mwenyewe. Mathalani katika jimbo la Busanda katika kata ya Katoro, kuna kijiji kiko kilomita 20 kutoka pale Katoro, na fomu zinatolewa Katoro peke yake. Kwa hiyo mgombea atoke pale alipokuwa huko kijijini aje Katoro mjini kilomita 20 akatoe fotokopi, alafu arudi kwenye kijiji chake kuzirejesha katika serikali ya mtaa. Lakini kuna swala la ofisi kufungwa, yaani wagombea wanakwenda katika uchaguzi katika ofisi kwa ajili ya kuchukua fomu, wanafika pale wanakuta ofisi za serikali zimefungwa, zimetiwa makufuri, hakuna huduma zinazotolewa katika maeneo haya, na hayo yameripotiwa na wenzetu. Na hata leo asubuhi katika jimbo la Liwale, yani kuna taarifa hizo tunapewa, na Liwale ndio kumekuwa na tatizo kubwa zaidi. Tutakuja kulizeleza hapa jinsi hali ilivyo. Ofisi zimetoa makufuri, hakuna watendaji wanaotoa fomu za uchaguzi kugombea nafasi katika vijiji, vitongoji na mitaa. Lakini lingine, wasimamizi kutokuwa na uelewa au na majibu sahihi pale ambapo wagombea wetu wanakwenda katika ofisi
kuweza kutaji kupata fomu. Msimamizi anaweza kukwambia kwamba fomu mwisho wa kuchukua ni tarehe 29, ni siku moja tu. Kwa hiyo siku zilizofuata hakuna fomu ambazo zinazopaswa kutolewa. Kwa hiyo unakuta paka tunaminyana, tunasukumana, wewe hujapata tamko la waraka wa waziri kuhusu kuongeza kuchukuliwa kwa fomu. Sasa sijapata, inabidi mwanze kukimbizana kuchukua fotokopi, zipigwe, zitume kwenye mawilaya, kwenye majimbo, apelekewe ndio fomu wakati mwingine zitoke. Lakini kukosekana kwa muhuri ni jambo la msingi na la lazima, na sio kama vile ambavyo waziri anachukulia kama ni jambo jepesi tu kwamba inahitajika siku ya mwisho. Hapana, mimi ninapokuja katika ofisi yako kuchukua fomu, unapaswa unipe fomu nakala 3 ya kugombea na nakala 3 ya tamko la maadili, kiapo kile 3. Moja nitakapozirejesha, moja inakuwa ya kwangu yule ambaye amegombea, moja inabandikwa na moja inakuwa kwenye faili la ofisi. Na katika mchakato huo wa kubadilishana nyaraka, lazima ofisi ya msimamizi igonge muhuri katika barua zetu sisi za kutambulisha au kwenye dispatch ya kumtambulisha huyo mgombea na au katika ile fomu. Sasa uchaguzi ambao unaandaliwa katika muda wote huu, lakini unakuta kwamba jimbo zima au sehemu zilizokuwa nyingi mihuri haipo katika ofisi za wasimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo hili haliwezi kuwa ni jambo dogo kama vile ambavyo waziri anataka kulidogesha. Hizi ni hujuma ambazo zinafanywa dhidi ya wapinzani, na hupati tangu tumeanza mpaka leo, hakuna sehemu yoyote ndani ya Tanzania ambapo CCM umelalamika kuchezewa rafu. Hakuna nchi nzima. Kama ipo, nikimaliza kusema mniambie wapi wamelalamika kwamba wao wanachezewa rafu. Jambo lingine ambalo linaloendelea ni vitisho na kutekwa. Wenzetu wamezungumza Vwawa kule Songwe na maeneo mengine, kuna watu wanakuja wanatekwa wagombea na wasimamizi wao kupelekwa katika vituo vya polisi. Sisi ACT tumepata taarifa kutoka Munduli kwa mgombea wetu Allen Lowassa katika kata ya Garash, kijiji cha Garash. Amekwenda kugombea pale kujaza kuchukua fomu, akakamatwa na watu wana CCM, akapigwa, akateswa na akatelekezwa polini, na amekwenda polisi kuripoti, na bado jeshi la polisi halijachukua hatua kwa hawa ambao wanaovunja amani na wanaofanya vitendo vya kihalifu. Lakini masharti yasiyo kuwepo, yani msimamizi wa uchaguzi anamwambia mgombea wetu wa kijiji kwamba nenda kalete barua ya utambulisho kutoka kwa katibu wako wa mkoa. Sasa kijiji ambacho kiko kilomita zaidi ya 80 kutoka labda eneo la makao makuu ya mkoa kama Morogoro pale mjini ndio mkoa, alafu kijiji kiko Ifakara au mtu yuko Kisaki, Matombo, unawezaje kumwambia aende akafate barua ya utambulisho, wakati utaratibu wa uchaguzi huu ni kwa mujibu wa kanuni ni kwamba utambulisho wa mgombea unapaswa kufanywa na mamlaka ya chini ya chama cha siasa, ambayo kwa upande wa ACT Wazalendo ni tawi. Sasa hili nalo ni tatizo ambalo limejitokeza, na hatudhani kwamba haya yamejitokeza kwa bahati mbaya, bali yamejitokeza purposely kwa ajili ya kuhujumu zoezi hili la uchaguzi. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna swala la kugushiwa mihuri. Hilo limetokea maeneo mbalimbali, tumesikia hii kwamba kuna wagombea wa CCM wanatengeneza muhuri wa ACT Wazalendo, wanakwenda na fomu zenu zishachukuliwa, wauliza na nani kachukua fomu na katambulishwa na nani. Wasimamizi hawana majibu, wanabakia kuweka msimamo ambao usiokuwa na lazima. Leo asubuhi mwenyekiti wetu wa kamati ya uchaguzi taifa ndugu Joram Bashange amekwenda kutatua tatizo hili kata ya Manzese Midizini, mtaa wa Midizini, kwamba kuna mtu jana amechukua fomu ya kugombea kupitia ACT Wazalendo, mtu ambaye hatambuliki na wala katika chama. Kwa hiyo ikabidi washughulikie hilo, walisimamie, na ndio wakaweza kutoa fomu kwa mgombea wetu sahihi. Sasa hiyo ni kwa Dar es Salaam hapa, lakini sikwambii katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania.
Jambo lingine ni swala la, mpaka sasa tunaona kwamba Waziri Suleiman Jafo hajachukua hatua thabiti ya kudhibiti hujuma na nia ovu au njama ovu zinazofanywa na watendaji wake, wasimamizi wa uchaguzi ambao wako katika ofisi yake. Kwa sababu natoa mfano, kuna tofauti baina ya dosari, mapungufu na hujuma na njama. Dosari imetokea Ruangwa, siku ya kwanza mihuri haipo. Tunaongea na viongozi wetu, wanasema hakuna muhuri katika ofisi zote. Jioni wanasema mihuri imekuja, imeletwa. Hii unaona kabisa kwamba labda kulikuwa na logistics problem ya usafiri, jambo limekuwa soft. Hii ni dosari. Lakini ofisi imefungwa, watendaji hawapo, jimbo zima la Liwale, kata 20, CCM wote wamepata fomu, na tena inasema wamepata tarehe 28 nje ya ratiba. Na wengine wana CCM mpaka leo wanatembezewa fomu majumbani kwa sababu ofisi zimefungwa kama hivi tulivyoeleza. Lakini vyama vyote vya upinzani ikiwemo ACT ambayo ndio ina nguvu kubwa katika jimbo la Liwale hawana fomu. Baada ya mabinyano makubwa jana, kata 2-3 ndio naambiwa fomu zimetolewa. Kata 17 hakuna fomu za wagombea. Sasa Waziri Jafo katika mazingira kama haya, ambayo katibu mkuu wetu amemwandikia barua, amewasiliana naye kwa simu, amempa tatizo hilo, anashindwa nini kumwajibisha msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Liwale? Anataka watu wapigane, watu wauane, alafu ndio tume iundwe ya kwenda kuchunguza kwamba tatizo liko wapi. Sasa imetokea mauaji hapa Kinondoni katika mambo kama haya ya mwanafunzi Aprili, katika mambo kama haya ya uchaguzi. Sasa waziri anaponyamaza kimya bila kuwa, serikali hii inajitamba kwamba inatumbua. Kwa nini hawatumbui sasa hao watendaji ambao wanaofanya ukorofi na hujuma kama hizi? Au ndio maelekezo ambayo yametolewa Ikulu pale rais alipokutana na watendaji wa nchi nzima? Sasa tafsiri yake ni nini? Yaani unaweza ukatafsiri vipi jambo hili ambalo unamwona waziri anapigiwa simu, anapewa taarifa, vyombo vya habari vinaripoti tatizo, mitandao ya kijamii ina ripoti tatizo, mpaka leo jeshi la polisi linawasaidia wasimamizi wa uchaguzi kuendelea kufanya hicho wanachofanya. Na hivi ninavyozungumza tumewasiliana na Kasim Fundi ambaye ni katibu wa kamati ya uchaguzi, kama mkurugenzi wa uchaguzi wa jimbo la Lindi mjini. Jana asubuhi ameondoka Lindi mjini kwenda Liwale kwa ajili ya kushughulikia tatizo hili. Anatupigia simu, anasema bwana, hapa ninapokuambia kuna vitisho vingi vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali, wagombea wetu na wanachama wetu wengine wanalala mapolini kwenye mikorosho kuogopa kukamatwa na jeshi la polisi. Jeshi hili la polisi katika uchaguzi mdogo lilimfungulia kesi mbunge wa Kilwa Suleiman Bungala Bwege eti kwamba amekusanyika ndani ya kituo ndani ya mita 100 katika kituo cha kupigia kura, kesi ambayo imefutwa na mahakama mwezi uliopita, na serikali imeshindwa jamhuri kuleta uthibitisho kwamba kweli Suleiman Bungala Bwege mbunge wa Kilwa alikuwa na nia ovu katika kufanya hicho ambacho wanadai amekifanya. Kwa hiyo jeshi la polisi linashirikiana na wasimamizi wa uchaguzi kukandamiza demokrasia na kuendeleza hujuma mbalimbali katika maeneo hayo ambayo nimeeleza. Sasa ndugu waandishi, nimalizie kwa kusema, nimejaribu kueleza kwa ujumla wake, lakini haya niliyoeleza, yani tuna evidence, ushahidi wa eneo gani limetokea hilo, nani kafanya na jimbo gani na vitu kama hivi. Kwa hiyo sitaki kuwachosha katika hilo. Katika press release yetu tutaweza kuyaingiza maelezo hayo na mtayaona huko, lakini kuna maeneo kama jimbo hilo la Songwe wagombea wetu kunyimwa fomu
za hiyo. Tabora huko kumetokea vitisho hilo. Jimbo la Bukombe katika vijiji vya Azimio, Kabuhima na Ibama, CCM wamechukua fomu. Baada ya kuchukua, wasimamizi wanasema fomu zote zimeisha. Tumepata taarifa hiyo, na hii milango inayofungwa hii ni kata ya Likongowele huko katika kijiji cha Likongowele Liwale hiki na nini. Lakini kuna eneo kama la Busanda nimelisema, jimbo la Misungwi, msimamizi anaeleza kwamba hapa hakuna uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji, kuna uchaguzi wenye viti wa vitongoji. Kwa hiyo wagombea wetu wananyimwa fomu za kugombea mwenyekiti wa kijiji, lakini wanapewa fomu za kugombea mwenyekiti wa vitongoji, kwamba yani hakuna uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji. Anasubutu kufanya hivyo. Lakini kuna Moshi mjini kulitokea tatizo hilo la wagombea wetu kunyimwa fomu, na baada ya ufuatiliaji mkubwa jana ndio wakaweza kupatiwa fomu. Kuna Morogoro Kusini kwa huyu msimamizi wa uchaguzi Njozi, ambaye mwanasheria wetu akafanya kazi kubwa ya kumwelimisha. Ndio huyu alikataa kwamba uchukuaji wa fomu ni siku moja tu, tarehe 29. Baadaye jana na leo ndio wakaanza kupewa hizo fomu. Kasulu vijijini huko wagombea wetu wananyimwa kuchukua fomu, lakini vile vile mihuri ndio hakuna. Tanga na hapa Dar es Salaam na Kara zinatolewa chache za kugombea, kama nilivyosema zitakazotolewa 3 kati ya kila package ile ya maadili pamoja na ile ya ugombea. Lakini vile vile kuna swala la kuna swala la kutolewa fomu pungufu yamejitokeza hayo Tanga na hapa Dar es Salaam katika maeneo mengi. Sasa uchaguzi na hizi Newala, kama nimekumbusha hapa, kijiji cha Mtunguru fomu zinakataliwa kutolewa. Sasa hii ni picha ndogo ya nchi, na sio kama Jaffa alikuwa akizungumza waziri eti kuna dosari pakata 72 tu, na kwamba hii ni kama 1.8% ya tatizo katika nchi nzima, kwamba hata Marekani kwa Trump matatizo haya yanajitokeza. Haiwezekani kwa hivyo. Hata kama ametokeza Marekani, sisi hatuwezi kuiga hayo madudu ambayo wa Marekani wamefanyiana huko wenyewe kwa wenyewe. Sisi kama nchi inayojitapa kuwa na kurithishwa amani, kurithishwa utu, uhuru, utulivu kutoka kwa waasisi wa taifa letu, tunapaswa kuwa na namna yetu ya kuendesha uchaguzi ambayo isioiga desturi mbovu za mataifa mengine. Kwa hiyo ndugu waziri Selemani Jafo anatakiwa achukue hatua, na bado siku 3 mbele ili zoezi hili lifungwe. Anao muda wa kufanya kuweza kurekebisha zile dosari ambazo zilizokuwa zimejitokeza, na hujuma, achilia mbali dosari, lakini hujuma ambazo zilizokuwa zimejitokeza. Kuna swala la tumemsikia waziri mstaafu Pinda anazungumzia kwamba katika uchaguzi huu tulinde amani, Watanzania tulinde amani, na kumekuwa na desturi hiyo ya viongozi wa dini na wastaafu kuelezea sana kulinda amani, lindeni amani, lindeni amani, lakini hawazungumzii haki kabisa. Haya yote yanatokea, humuoni kiongozi wa dini yeyote anasimama kusema kuna nini huko, amuulize Suleiman Jafo kama sisi tunavyouliza, kwa nini Liwale watu hawapewi fomu, kwa nini vyama vinalalamika. Hawa viongozi wa staafu wanaokwenda kusuluhisha matatizo ya kimapambano ya vita kwenye nchi zingine wamekaa kimya kwenye uchaguzi huu, na dosari na hujuma ndio hizi zinafanya, na akitoka hadharani nakwambia tulinde amani ya nchi yetu, hawazungumzii haki. Jana huyu mchungaji Joram Boshange, mwenyekiti wetu wa kamati ya uchaguzi, kampeni ya uchaguzi, wakati tunazungumza haya akasema Biblia imeandika kwamba amani ni tunda la haki. Yaani ili upate amani lazima usimame katika kulinda haki. Na nikamwona shehe mmoja kwenye Qur'ani hakuna huko, akasema kwenye Qur'ani kila unakokwenda watu wakiamrishwa kufanya mema wanakatazwa na kuacha mabaya. Yaani kuna pea hizo mbili zinafanana, yana wataamuruna bil maarufi wa yanhauna. Sasa tunawashangaa na tunatoa wito kwa viongozi hawa wa dini
na viongozi wa staff ndani ya nchi yetu wajitokeze kuikemea serikali ya awamu ya 5, serikali ambayo inapendwa na Watanzania kama wanavyodai wenyewe. Wabunge zaidi ya ngapi? Wabunge 10 sijui nafikiri wametoka kwenye vyama vya upinzani, wamemuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais. Wananunua madege, wanajenga madaraja, sijui wanafanya nini, miradi chungu zima, SGR, Stiegler's Gorge, sijui nini. Wanajitapa kwamba wanafanya mambo mazuri. Hofu yao kwenye huu uchaguzi ni nini? Kwa tunatoa wito kwa viongozi wa dini na viongozi wa staff ambao wameendesha nchi yetu na wameiacha kwa serikali ya awamu ya 5 tukiwa katika hali nzuri, waseme kwamba huko tunakoelekea siko, wana dhulma ina mwisho wake na watu watachoka. Sisi kama viongozi wa kitaifa ambao tuna wajibu wa kulinda sheria na kuhamasisha watu wetu waweze kufuata sheria, hatuna namna nchi nzima. Kama nilivyotoa takwimu za wagombea, unawagombea zaidi ya 276,000 ndani ya nchi. Unaweza kwa manage vipi hao wasichukue hatua? Kwa nini serikali inapandikiza chuki na uhasama baina ya wananchi, wagombea wa vyama vya upinzani na wasimamizi wa uchaguzi? Utawahamisha kutoka katika maeneo yao wangapi wale ambao wamedhulumu? Unamtengenezeaje huyo mgombea ambaye anatangazwa bila kupingwa wa CCM katika jamii ambayo watu wanajua kabisa ushindi wake umepatikana kwa njia ya dhulma? Unamtengenezea mazingira gani katika nchi? Yule wa Buyungu kule namwona alihamishwa, akatoka kule Buyungu baada ya kuvuruga uchaguzi akaletwa Ubungwa kwa Jacob. Sasa hao ni wa majimbo, lakini huu ni uchaguzi ambao unakusanya watendaji wengi nchi nzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha, na sisi kama chama cha siasa tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria za nchi yetu zinalindwa, katiba ya nchi yetu inalindwa, demokrasia na uhuru wa vyama vya siasa kuweza kufanya siasa uweze kuzingatiwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Walisema hayajai, sasa yanamwagika. Hapa tunaizungumzia Icon Online TV. Tunajua safari ni ndefu, lakini tutafika. Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV itakuwa inaadhimisha miaka 3 toka kuanzishwa kwake. Yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa na mwisho tutafanya dua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019 Dar es Salaam.